moyo wako. Mwambie Mungu asante kwa yote ambao uko leo. Kwa maana kwa huko kwako leo haiko kwa nguvu zako wala kwa uweza wako, lakini ni neema tu. Ndio maana uko leo. Ndio maana hauwezi kosa ya kumwambia Mungu, kwa maana yeye ndio anatosha. Hakuna mwingine anastahili. Baba, tunajua Mungu tangia zamani ndio kubadilisha kuita bali tunastahili asikia leo Bwana, tunakuja kwa heshima kwa sababu Mungu ni uwezo, Mungu ni neema. Acha Bwana tukuinue, acha Bwana tukuglorifie, acha Bwana tuko limite Bwana, mfalme wa wafalme. Ndio basi tunasema Bwana unastahili, unastahili sifa, unastahili heshima, unastahili tukufu. Baba, kuna kile tunaweza kufanisha pamoja na wewe Mungu. Uko peke yako Baba, mkumba kwako peke yako Bwana, mkutenda kwako Baba, mkufanya bingu Mungu unafanyika peke yako Baba, kwa sababu maisha yetu iko mikono yako Bwana. Tunakubariki, tunakushukuru asubuhi ya leo Bwana. Neema ni kwako na utukufu kwako Baba. Acha Bwana, tunaacha hii wakati, nisaidie Bwana, niseme upande wako Bwana, pana upande wa mtu mfano. Napenda Bwana utusaidie kama kanisa, sisi wote kwa pamoja tushikie kusema kwako, utuwezeshe na katala mipango zote shetani anaitia kwa wakati katika jina la Yesu. Neema na utukufu ni kwako katika jina la Yesu wako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tutampigia kwanza Mungu wetu makofi. Tunasema tunamshukuru tena Mungu kwa kutupatia nafasi kama hii tusimame mbele yenu, na ninashukuru tena kamati ya watumishi wote kwa kutuwezesha na kutuakodia na sisi tupate nafasi hii tuko hapa, na mimi nabariki tena presence ya kila mmoja, na tunasema Mungu akubariki sana. Amen. Ya mbele ya yote tunasema kwa vile mtumishi wa Mungu alituambia leo, kama mmeona hapa iko msafari na tukiisha kama kalitembea vizuri shule, tunajua kama group tulipata message kwa kutembea mzuri, afika mzuri na Mungu aliwasaidia.
Nani atatukumbusha hapo tu kidogo, wala neno ile mtumishi wa Mungu alisemezea wiki ilipita? Niko nakufundisha kuhusu hukumu. Sasa tuko teme ya hukumu ya Wakristo mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Amen. Leo Mungu alipenda tena na shitu semeze kidogo, kwa sababu sisi wote tunajua next week huko kazi ile itafanyika hapa, tutakuya batemi itafanyika hapa, na tutakuwa tena programu ile ya meza ya Bwana. Amen. Na shi Mungu alituweka hapo uro ile tunaweza kusemezea juu ya tujitayarishe juu ya kula kwa meza ya Bwana. Amen. Tunasoma Wakorintho wa kwanza 11 12 hadi 34. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Basi mkutanikapo pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana. Kwa maana kila mmoja hutangulia kutoa chakula chake katika kule kula, hata huyu ana njaa na huyu amelewa. Je, hamna nyumba za kulia na kunywea? Hamuna na nyumba ya kula na kunya ikala kwanza baba. Wakati mtu anakuwa anasema no, mimi naenda nikakule meza ya Bwana, bantu wa mingi wanaibeba sasa vile nikuya tu, sasa vile tunakuliaka kwa nyumba yetu, kwa sababu kunyumba yangu hata mlevi anakuya shida mpakaria. Rafiki yangu ni mlevi anakuwa sasa kule kwangu, basi tutamkataria juu mlevi, tutachangia tu chakula. Haleluya. Ndio kishimoje, tutachangia tu chakula. Hapa tukiingia kwa nyumba, kila mtu chakula, watoto ni anakuja, watoto wanakuyaje tena ni kutupa tu chakula. Sasa kama mimi na wewe tunakutana hivi, tunasema bwana sasa hatuwezi kula chakula ya Bwana. Ile unaona vinakuwa complicated juu ya nini? Mpaka leo mimi nilisema kama unakuwa kwangu, tutakula chakula ya kwangu. Vile vile Mungu wote mtakuya. Ukuye kuna njala, ukosha kushiba, ukosha kulewa, ukosha kufanya nini? Bali wote bakikwe kwangu mimi. Juu tukule chakula pamoja, tutapartager. Sasa hii chakula yetu ya repari ya Yesu Kristo inakuwa na kachoyo. Haleluya. Kachoyo je, mimi sitakukatalia. Ni wewe mwenyewe na Mungu wako sasa. Ndio utaanza sasa kuangalia hapa. Kwa sababu unaona problem kama unaona kanisa kuna insiste parce que bantu bashakuwa na moyo mgumu. Haleluya. Bantu bashakuwa na moyo mgumu na nguvu sana, kwa sababu banafundisha, wanaweka kistari, mtu anachika kutoka tu hapa. Ile basema ni vyabo. Mimi aliniangalia. Na kesho hapo kama anasema tukule meza ya Bwana, atakuya hapa asema mimi nitaikuja. Haina mambo ya pastor, haina mambo ya diakre, ni mambo yako wewe na Mungu wako. Haleluya. Sasa ni chakula inaachana na hii chakula yote tunakula kwa nyumba, tukikutane tunakwenda leo tutaenda fashi kumaombi kule tutenda. Utashikia sana mantufa surprise. Ile siku tunaenda kwa mtumishi wa Mungu mantufa surprise. Tunaona sasa ni kubamba bamba hapo tu, ngumi tunaanza kutumia tena, tunaanza migoli tufanye, tunapartager. Mais sasa hii chakula hii haina pamoja na ile chakula, iko different. Na kama tunaanzia kwa verset ya mingi, ukisome mbele ma verset je t'assome. Ukisome hii mu Matthieu chapitre 26 17 à 19, Marc 14 12 à 25, Luc 22 7 à 38. Kutaishikia ndio unatuambia paka asema mkate ya bila chacho. Amen. Ndio mkate ya bila chacho. Kama tunaanza kuiangalia inaanza kuwa na makondisio yake. Mkate tuishie mtamu, tunapenda tunaweka mkalevi. Mkate na vimba hapo. Ukimweleza sasa huyo kwa mtamu sana. Mais ile wanakwambia sema le pain sans le vin. Donc hakuna chachu ile haina hamu. Amen. Na ile inaanza kutupatia sasa matofauti. Sasa Paul mkona ile ataanza kuambia bantu, wewe amwesikia mna na manyumba yenu ya kwenda kula chakula. Ndio unashikia njala papa ile meza ya Bwana. Ukipoa kwa meza ya Bwana unaona sio unakuwa kushiba. Ndio kuna unaenda kulia tu kwa kunyumba. Mais sasa kuna kuya maulizo mingi sana. Yenyewe inakuwa kunaleta mtu anakuwa na maisha mabaya, kwa sababu
kutoka kutii, ashichike vile unafanya, ashichike vile unamwambia, ashisome neno la Mungu, kwa sababu ndani ya Biblia hii kama unafuata Mungu ma instruction yote yenyewe inakuwa unatusaidia juu tufikie mwile hatua ya kutimiza wala kula meza ya Bwana. Amen. Tunarudia tena kidogo. Sasa wakati Mungu anabebaka decision, anamwamini Yesu Kristo kwa Bwana, leo Mkristo ni kitu cha kushukuru sana. Juu ukiingie muma doctrine nyingine, ndugu yangu, ni hatari. Pale peko ba Kristo peko uhuru. Amen. Ndio pale Mungu Kristo akaleka asema, "Wewe fanya." Haleluya. Mkristo inachana na mareligion yote. Ukikwe mwekankari, ukikuye margai, ukikuye kama uko Mkristo wa kweli, unapasha kuya disiple wa Yesu Kristo, kufuata vile Yesu Kristo anatupatia. Amen. Na inakuwa mzuri wakati Yesu Kristo alikuwa na baba disiple yake. Angalia seli ile ilipitikana. Kama tunaangalia ile nimeambia juu ya kusema unaosha baba disiple mai, utaisoma Jean chapitre 13 unaanzia pa 4 unashuka kule chini, utapata ile mimi nakwambia juu kusema Yesu Kristo alikuwa anaosha baba disiple. Papo tusome kwanza pa 6. Anzia pa 6. Tushike kwanza pale Yesu kidogo cha tutarudia tena. Tunasoma katika jina la Yesu. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Amen. Amen. Haleluya. Yesu Kristo alikuwa na banaosha tu miguu. Basi pale wakati alikuwa Bwana na alikuwa maître wao, alishusha. Sasa kufika kwa Pierre akamwambia sasa, "Bwana wewe unaosha nini?" Yesu asema, "Hapana. Utakomprendra kama hapana hapa sasa. Mais karibu kwa utakomprendre. Mais sasa shika mwili. Soma kwa baba." Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akawaambia, kama nisipokutawadha una shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Amen. Amen. Haleluya. Donc, c'est-à-dire kama Yesu Kristo ashukunaushe, hautapartager naye. Haleluya. Hautapartager naye ile repas. Ipashe ya kunaushe tu. Mais Pierre akamwambia mimi na mikono na kichwa tena Yesu. Haleluya. Sasa hapa mimi nataka kuonesha kusema wakati tunakuwa juu sasa tukaribie kumeza ya Bwana. Ile maprincipe tunapasha kupata kama vile tunasema tunamwamini Yesu Kristo, tunafika mkipindi tunabatiziwa. Na tunaendelea sasa maisha ya Kristo. Tunakuwa vitu vyenyewe mtu anapasha kwa anajifunza kabla yeye mwenyewe. Kitu cha kwanza Mkristo anapasha kuwa na upendo. Muna yake upendo inaanglobe vitu vyote juu ya maisha yetu ya Mkristo. Upendo haina paka tunakuangalia, tunakuwa tunanani. Kuko upendo ya vyakoli ya ndani ya roho yako. Eske wewe unapendaka jirani wako, sasa unanipendaka wewe mwenyewe. Ni point moja ya kwanza. Parce que vitu vya kuonekana hivi, watu waliva shaka kwa hypocrite. Kama wewe unapendaka ndugu wako, vile unanipenda Roma, mimi napenda hivi, mimi sipendaki hivi anifanye, mimi sipendaki hivi anifanye, mimi sipendaki hivi. Bila vyote wao upendani. Na upendani kufanishiana na mtu mwingine. Yesu Kristo alikuwa anashuka juu kuambia kubaonesha ile upendo alikuwa nao. Kubaonesha ile kujishusha. Maisha ya Kristo ni kujishusha. Kama kitu wanasema no, na ufuata kwa no. Kama anasema oui, na ufuata kwa oui. Leo mkanisa tushakuwa na habari wanikalaka maentushaba. Yeye kama anafaa mambo ashipendaka hata mkonsi. Yeye kama anafaa mambo ashipendaka hata mfanye naye. Na sasa Yesu Kristo wakati alikuwa na madisiple na ule mwenye atamtoa alikula meza ya Bwana. Ndio wale watu tunao mkanisa leo. Wewe unakula meza ya Bwana indignement au discerner
auchunguze. Unakuwa tuna mijuni nyakulo unakuwa kuikulia hivi. Yesu ashakujua. Sababu yatanitole. Shida Yesu alisema mtu ashikupasha atakuzarika. Kama unafuata sasa miandiko, shida shikukua garenda na jigumjika. Amen. Na Yesu alisema bale bote umoya tu ule alikuwa mtoto wa kupotea. Sasa mimi na wewe haipasha uichike uko na mtoto wa kupotea. Juu ya kulia tu kamkate kaloko hivi upoteshe baraka yako. Kama unapenda kula atange ni Kristo kula meza ya Bwana, dunia yako kumkongo, unishushe. Chunguza maisha yako. Eske mimi nastahili? Kama ukule sasa utaproveke uko Mkristo, je? Kwa sababu wewe uchike kutangaza kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na ndio pale iko mzuri. Wewe angalia maisha yako uchunguze. Pole sasa anaanza kukwambia. Anasema, kuna na manyumba ya kula mkate mshibe. Kama unaikulia hii mkate mubaya, unapata jijima kwa. Ni juu ya nini? Bantu ba mingi banabeba vitu vya Mungu, binakuwa saa vile ni maisha tu mwa hivi. Ni paka vile. Kama mimi nakuwa kukanisa, ni juu baniona. Kama mimi shikuli, shibantu wataniona wakule sana. Kama mimi nakulia, nistenda na kukanisa. Jua nini maneza kutulize hivi, jua nini maneza kufanye. Kanisa unapende kusaidie ufikie mwatua inyewe mnyota jivumbua ke miko Mkristo kamili. Amen. Kwa sababu kama unamwamini Yesu Kristo kama na Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama unapita mahitaji yote mzuri, mimi nitakuampeshe juu ya wewe kukosa kula meza ya Bwana. Kama unaikulia mbaya sasa, inakuwa hukumu. Asije pale magonjwa hizo inaingia ndani yenu katikati yenu. Sasa mimi na wewe tujiangalie, afai nishibu ifike, ushishunge fike. Kwa aliendelea kusema mbali, ase parmi mwei mko madivision. Jua kuona bantu, ndio kuko bantu bamwa balikana kangunji kaba. Kuko bantu bamwa kwa wanatembea naka paka bobenye. Kuko bantu kwa balikana paka bobenye, abapendeke bantu wengine. Unavumbura kwa tama mambo mengine tu kwa mimi mkanisa una bantu yako kwa baadhi ya watu wajua wale mnavumbura palingana na kazuri hivi. Kwa hivi na hivi ufanye paka mwei. Sasa mwile madivision kuna kwa wale unasema bengine bali wanasema bengine. Sasa ile madivision eske mwile madivision utafikia mwile hatua ya kwenda kula meza ya Bwana. Wala wewe unekaraka wa kutukana wa kuteta watu, wa kusema mambo mbaya ya watu. Kisha unakuya pale ni kuimba furaha leo tutabaye. Huko unadifanya vitu vile vyenye aujue. Ndio kama tuko hivi mkanisa. Tukwe bantu hapa pamoja. Batoto ya mtu moja. Tukwe shibote juu ya intere ya Yesu Kristo. Na tufuate kile Yesu Kristo ametuambia tukwe pamoja, tusikie mwatua. Problemi kwa pekwe. Zamiri yako ndio inakureprosha. Hiki kitu kinafanya kiko kibaya. Tengeneza. Zamani bantu balua bantu wanaenda kutubu. Zambi yake nasamehe. Sasa mpaka yako ile ulifanya jo Mungu asheze kusamehe. Mungu anapenda wewe na mimi tukue vile anatuona. Vile anatupenda kwa sababu Yesu Kristo wakati alikuwa na madisiple yake anabanausha mai anafaa biobi. Anabaambia sema katikati yenu hapa huko moya atanitoa kule tu unaingisha naye mkono mwangu sana. Jida kamuuliza Yesu asema Yesu ni mie Bwana sema unaisema. Aba kwanza kushiki. Mejida ndio ndio anamtoa Yesu Kristo. Haleluya. Il faut qu'on y prépare ni mambo ya roho yako conscience. Bila anza kuambia mtu mmoja anasema iko bien. Unabeba papier. Unaanza kuandika. Niko yaka hivi, niko yaka hivi, niko yaka hivi. Na unabeba papier. Leo bishakuwa hivi, bishakuwa hivi. Ile ni siri yako wewe, itakusaidia sana. Kama kwako unafuta bangi, mimi nishakuacha bangi. Kwa mlevi sana, nishakuacha mlevi. Kama ukuyaka wewe msharati sana, nishakuacha msharati. Kama ukuyaka bongo sana, nishakuacha bongo. Kama ukuyaka mwivi sana, wewe moya, nishakuacha mwivi.
Ukiona angalia ile maisha yote ndio kwangu. Mimi nikaanza kiburi, mimi nikaanza niona nikuta na leo hauna au ya nani. Tengeneza ile vitu. Itakuwa mzuri sana. Na kitu kingine cha lazima sana ni wewe kuangalia juu ya nini unaweza tu kushukuru. Kama unaikulia mzuri, unakumbuka kazi Kristo alifanya juu ya maisha yako. Sasa ni kuko vitu vizuri vile vitakuja kwa sababu unamtemwanye Kristo. Shimote ilikuwa bakufa, shimote hatukustahili, na ikiwa Yesu Kristo tunapata imani. Sasa ni kutangaza Yesu Kristo kufa na kufuka kwake juu ya maisha. Sasa neno yenyewe itakusaidia ni wewe kuchunguza. Kama kitu wanasema kitu kiko kibaya hivi, baba mwache hivi. Shia baba step. Shiko ina mtumishi mwingine anapita hapa, Mungu anampatia message, inaanguka mpaka texture maana mambo hapo sema unapoikala pamoja na baba wangu. Aliona vile ni maisha, na vile nani ndio vile anasemea hivi. Au contraire, kama kuko kitu kinyengi na wala unasikia bana kufundisha na kinakubozerne wewe. Sasa ni Mungu anakusemezea. Juu changer, juu badilike uende right way. Juu shetani anapenda mimi na wewe kututosha njia ya Mungu. Uko vitu vya mingi sana vile tunapata kama tuko presence ya Mungu, kama uko unatembea na Mungu. Ashipatake nafasi parce que anakuona ke wewe uko mwenye ana parce que shetani ana uwezo. Anataka Mkristo kama unatembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Shetani anakuona unakuwa ni kitu kingine cha nguvu sana kwake. Mais sasa ilifo uingie bumaere, juu na yeye apate njia ya kukuingililia. Sasa shie andaki watoto wa Mungu kama anatuambia kitu fulani hapana. Hapana. Ile ndio maisha ile tushakuwa nayo sasa. Dawa ile kalaka ni kama mtu confesser. Haleluya. Mais kama uko Mkristo eke auye kukonfesser, auye kutosha, parce que moyo wa Mungu iko mbaya sana. Ule anayajua ni Mungu. Kwa sababu kama Mungu yule alijika Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi ya maisha yake, akafuata instruction ya Yesu Kristo, anakuwa disciple wa Yesu Kristo, mwenye anapaswa kufuata vile yote Yesu Kristo alisema tufanye na yeye anafanya. Na mimi napenda kusemezea juu ya banaita ushirika takatifu. Amen. Wala tunaweza kusema tena muterne nyingine sasa meza ya Bwana. Amen. Ni materme mpaka moya. Lakini kuna tofauti ya ile Yesu Kristo alianza kwenda kulia na watu wengine. Hii tutasemezea leo. Aina ile Yesu alienda mtu mwali Farisee mwali muita sema kwa ndani ya nyumba yangu kule na mimi aina ile tu unasemezea hapana. Hii tu unasemezea ni chakula ile Yesu Kristo alipartage na badisiple yake. Ili ilikuwa chakula ya mwisho ile alikula nabo juu kusema akue execute na kufwe juu vile alisema atakufa kisha fufuke. Amen. Na ile ndio ilikuwa chakula ya mwisho ile alipartage nabo juu ya kubambia kusema hii mimi napenda nipate kupata na mwe hii chakula ya meza hii kwa sababu avwa nipate mateso kwa sababu vitu vyote avwa vifike. Yesu Kristo anaanza kubambia anasema kitu fulani na anaanza kubambia sema napasha hivi vitu vyote vifanike juu ya kusema miandiko itimizike. Haleluya. Na ile ilikuwa inaendelea pale wakati moya nilianza kusoma Biblia nikajikuta nikaanza kuangalia mwili wakati ya meza ya Bwana ifanike wala chakula ile communion ushirika takatifu ile Yesu Kristo anazofanya na disciple yake. Kulikuwa vitu videvile mimi naona pale binye tutapima kusemezea kidogo kisha tena tutaendelea mzuri. Amen. Yesu Kristo alijua kusema Judas Iscariot atamtolea. Na alifika Samuel anasema ilikuwa tamu nzuri kama ule mtu ashikuzalika atakuzalika. Haleluya. Basi maneno yote Yesu Kristo alikuwa anaiona na alianza kupenda kuambia vile na juu pale ile vyote vitafika kila mtu ataanza kujikuta mwile mambo yote. Na wakati tena balisha kule meza ya Bwana bakatoka sasa bakenda. Asema balifika kule Yesu Kristo anaanza kuwaambia anasema atasufuri mateso vitu vyote anawaambia. Kile akasema Bwana mie nishe sikuacha kama na moja. Yesu akamwambia wewe afamu kubwa kile yote likana tuafa. Haleluya. Anamwambia sasa vile vitu vyote
Sasa wakati Yesu Kristo atafikia mwile hatua ya kusema anafika na kufa kisha atafufuka, banaanza kuona ile seli yote, kwa banaanza kuishi. Haleluya. Beko najiona hivi. Ile ilikuwa tu tunapenda tuoneshe jinsi kani mahitaji ilikuwa ya mingi yenyewe ilianza kupitikana kwa sababu ilikuwa ni kazi kubwa sana. Lakini hii meza tu tunaelezea kwa vile mimi nimeambia. Hii inakuwa ni ukumbusho ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Amen. Inachana na machakula yote. Tunaweza kula chakula yote hivi tunakulaka hapa. Meza ya Bwana inachana na ile chakula tunaweza kunikuta hivi vile tunafanyaka saa ushirika, tunaenda kwa hata kwa Pastor Tito tunakula, tunaenda kani kwa tunaenda kwa kale hivi, tunaenda kwa hapo, tunaenda tunakula. Inachana. Haleluya. Kunakuwa maetapu kidogo ile mtu mwenyewe anapasha kuangalia juu ya maisha yake na juu ya kusema anastahili. Mishezi kukuambia sasa mimi nakupatalia utakula. Shina Mungu. Amen. Mekutafika wakati wewe mwenyewe inapaswa ujichunguze, tutafika mu reference yote na kuambia jinsi kani wewe unaweza kufanya juu kule meza ya Bwana. Amen. Na batoto ya Mungu wa mingi banaibebaka ile kula kwa meza ya Bwana inakuwa sasa vile ni chakula tu bakeni sasa chakula. Ulionaka wakati mmoja tunaenda kula meza ya Bwana mtu mmoja anafia bega pache mtoto kidogo. Kwa sababu kuko maetapu na juu ya nini tunapasha kufanya hivi. Kwa sababu ule mtu anaifanya hivi ilifo kwanza wewe mwenyewe uko mbele kushamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako na wewe uko ushabatiziwa. Haina maetapu ya kujambo kwa sababu leo tu una Bakristo banakuwa bana jambo maetapu. Mkristo ni Mkristo alianzaga tu alienda kukanisa kisha mara mwana anafika na jikuta mkorani. Mkwanza kuimba, siku moja anajikuta wanampatia sio kama modere. Naye anashimama na modere. Kula shakuwa Mkristo hapa. Ana jump maisha. Haleluya. Na bantu wa mingi wanaendelea vile. Na atafika na wakati ya kula mkate ya kula repara Kristo. Naye anashimama tena na anaikula juu ya orgueil. Maisha sio unaliletea ubaya ndani ya mwili yake. Unaliletea hukumu ndani yake. Haleluya. Amen. Hatuwezi kukataria. Mungu anapaswa kujichunguza yeye mwenyewe. Ndio pale unaona kama tuko kwa Kristo, ilifo unaangalia maisha yako. Wewe uko kama Kristo je? Shiko zote tunaanza kujidemande. Wewe unajidemande, mimi najiuliza. Mimi kwa Kristo je? Wewe unajiuliza, wewe kwa Kristo je? Wewe mwenyewe. Basi bantu leo bashakuwa ba hypocrite. Si mtu kama ashakupata anatambuka mahitaji. Anajikuta na yeye sawa anaongoza katika group ka bantu hivi. Asechika angalie maisha yake. Wewe kila siku unaendelea mpaka na misha kumwamini mimi niko na nisha kuokoka. Uyezimisha kuokoka. Esi kweli lema ushakuokoka kweli? Uliokoka je? Ujiulize. Haleluya. Amen. Kwa sababu maisha ya Kristo yetu unayo bandu ni maisha ni vi. Pake tu na vivre mwameri. Ndio vile maisha ya Mkristo ni maisha. Haina sema niko Mkristo temporairement, hapana. Niko Mkristo juu ya maisha yangu yote. Na niko Mkristo kwa sababu mimi naijika Yesu Kristo alikufa na anafufuka juu ya maisha yangu. Kama leo mimi na mwe tunakutana hivi ni juu ya Yesu Kristo. Haleluya. Na ule anatunganisha hapa shibote ni Kristo tu. Na ile ndio inakuwa portion yetu mimi na wewe kila sana kila wakati. Tuanze kuangalia sasa juu tufikie mwiki pindi alisema tuanze kukumbuka kufa na kufufuka kwake. Haleluya. Wewe nikikuuliza unituambia. Dada. Shimama kwanza. Ushakokoka. Mimi na kuprofesa ushakokoka. Mwamini Yesu. Je, tuexplique que Dieu mishijue na mimi tetete napenda na mishimwa na mimi tambia mtu mwase kokoka ni wewe. Bado mwamini paka hivi tupake vya wako tuti kama tulifanika kasi mtu akoneshaka uje mtu akosikaka ko uje nini. Basi alikuhubiri kushikia neno ya Mungu. Kisha wewe ulifanya sasa je pale kushikia neno ya Mungu. Ulipata hatua ya kupanga decision wewe mwenyewe. Haina baba ulioje alikwambia kasi wewe ilifo kwa mimi. Okay.
Mungu akubariki kazi. Guys, mimi na chakula ba yufu yangu tu tunaishana hapo mkuyufu. Mimi naogopa ba mama utashikia sio pasta na tuchakula wangu watoto na tupatisha haya. Ba yufu yangu tusaidiane. Okay, guys, sasa wewe bado uliamini. Nini ile ulisemaka hapo? Amen. Na sasa kuko watu wengine hii mahitaji yote kidogo. Yeye kwanza shikitaji. Juu mtu analamkaka usubuhi mpaka hivi anakuwa kanisa teno. Sasa ile ni mama mwambia sasa utakuwa tu kanisa hiyo sasa nitakuja. Anakuja. Na anaanza tunaona bidii. Muoneshe ile nifikia kamili tunatufanye je napenda nifanye juu na wewe na roho yako safi. Haleluya. Na ile Mungu atusaidie sana. Wakati wote maisha yake Mkristo, waanze kuangalia. Ishikwe mpaka wakati unafika kula meza ya Bwana, ndio unafanya ile etapu. Ikue maisha yetu ya kila siku. Sasa kama wewe unajitengeneza meza ya Bwana, utaanza kujitengeneza every time. Ushojitakasa mara moja tunabadilia huko mtakase. Yesu Kristo kama anakuwa leo tupate kukutana. Amen. Mungu awabariki sana.